Baada ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kutangaza viwango vipya vya nauli kwa mabasi ya masafa marefu, mabasi ya mijini maarufu kama daladala, teksi mtandao pamoja na pikipiki mtandao, baadhi ya wasafiri katika stendi kuu ya mabasi mkoani Kigoma wamezungumza juu ya nauli hizo kupanda. Kwa majina naitwa Naima Huseni, natokea mkoa wa Kigoma. Jamani, bei za mafuta zimepanda, zinatumiza sisi wa Tanzania, sisi tunaosafiri tunapata wakati mgumu sana. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu itufanyie wepesi katika hilo jamani. Tafadhali sana tusaidieni katika hilo, tunaumia sana sisi kama abiria. Nauli tunayotumia saa hizi imekuwa ni kubwa sana kuliko tulivyokuwa tumezoea mwanzo. Kiasi kimechongezeka ni kikubwa mno, kiasi kwamba kuna abiria wengine wanashindwa kukidhi kwa sababu ya safari. Mtu analazimika aache kwa sababu uwezo huu unakuta hana. Umeona, sasa hizo ni changamoto kwa sababu bila kusafiri hakuna maisha. Mwanzo tulikuwa tunapata kwa 5,000 mtu unaondoka, lakini sasa hivi mpaka 7,000 mpaka 8,000. Sehemu ya nusu saa tu mtu unatoa 8,000. Sio kitu kizuri jamani, inatumiza sana. Naitwa Gazali Athumani Salehe, ni abiria natokea Kigoma naenda Dodoma. Bwana, kuhusiana na hili swala la kupanda kwa nauli, na hii ni kulingana na changamoto ya mafuta. Amini nahisi kwa sisi abiria bwana inatuumiza, ukizingatia msimu wenyewe huu ndio kwanza maisha ni magumu. Kosa ikija kuongezwa na upandishwaji wa nauli inatuumiza sana kama abiria. Ukiangalia watoto wanaenda shule, wenye watoto pia kwa sisi tunarudi vioni pia ni changamoto, tuje tuchanganyie ada na mambo mengine tunaishije, unakuta ni changamoto. Kwa hiyo bwana, naona serikali kwa mkoa wetu wa Kigoma, mimi naona ingefanya namna tukapewa public transportation kwa ajili ya kufanya nafuu ya nauli, ili na wenzetu ambao ni wa kiwango cha chini katika maisha naweze kumudu kufanya usafirishaji kutoka sehemu moja Kigoma kwenda mikoa mingine. Ndio, kwa mfano mimi hapa mwanzoni nilikuwa natumia magari ya AN ambayo nauli ipo juu kidogo. Kwa kutoka Kigoma kwenda Dodoma nilikuwa nalipa 45, lakini kwa sasa hivi nauli imepanda kufikia 50,000 mpaka 55. Kwa maana hiyo imenibidi nishuke kutoka ile level niliyokuepo mpaka kuja kutumia magari ya level fulani hivi ambayo kwa namna fulani inakuwa na effect, inasafiri nikiwa sipo comfortable. Kwa jina naitwa Tofiki Kashindi Fredi, naishi Ujiji Rutale, nimetokea jijini Dar es Salaam. Kufuatana na changamoto za nauli sasa hivi zimepanda, yaani hali imekuwa ngumu sana kama kwa sisi watu wenye kipato cha chini, yaani nauli zinatusumbua sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaishauri serikali kufuatana na ili swala la mafuta kupanda bei, imesababisha hata nauli za gari na zenyewe kupanda. Tulikuwa tunashauri serikali iweze kufikiria ili labda mafuta yanaweza kupatikana, baadaye labda nauli zinaweza zikapungua. Kwa hiyo ndio ushauri wangu huo, nilikuwa na ushauri serikali ili iweze kusikia kilio chetu sisi wananchi wa hali ya chini. Kwa kweli mambo yamekuwa magumu sana. Mambo yamekuwa magumu sana. Yaani hata bidhaa vingine vimepanda bei, mafuta nini, vitu baadhi vya maduka na vyenyewe vimepanda bei. Kwa hiyo tunaiomba serikali iweze kuangalia hili kwa jicho rafiki sana, liangalie hili jamani. Tunakoelekea ni pagumu sana. Aidha, kwa upande wa madereva wa mabasi ya masafa marefu wameeleza changamoto wanazokumbana nazo kutoka kwa abiria mara baada ya kupanda kwa nauli hizo, huku wakisema changamoto kubwa ikiwa kwa kupungua kwa abiria kutokana na nauli kupanda mbalimbali, lakini anashindwa kwenda kutokana kwamba ile nauli ilipopanda. Kwa hiyo itakuwa serikali iangalie jinsi ya kubalance mafuta yale ili na watu wakaweza kuendelea kusafiri. Kwa majina yangu naitwa Ana Lucas, ni mhudumu wa basi la Aburi basi kutokea Kigoma kuelekea Dar es Salaam. Changamoto ambazo tumekutana nazo kwenye usafirishaji kipindi hicho ambacho bei zetu zimebadilika ni kubwa sana, kwa sababu abiria wengi hawafahamu kwamba mafuta yako juu, ambayo yanapelekea bei zetu za nauli kubadilika.
Kwa hiyo changamoto tumekutana nazo, lakini mpaka ambapo abiria wetu kuna ambao wameeleweshwa kwamba changamoto iko kwenye soko la mafuta lipo juu, basi kidogo uelewa umeanza kuja kwa abiria wetu kwa kufuata zile bei elekezi ambazo tumepewa na serikali na ambazo sisi kama kampuni yetu ilivyopanga. Baadhi ya mikoa tumeanza kufanya kazi, sisi pia huku Kigoma kuelekea Dar tumeshaanza kutumia hiyo bei. Mikoa mingine pia, kwa sababu kabuni inaenda mikoa mingi na nje ya Tanzania, pia imeanza kutumia hiyo bei yetu. LATRA wametoa tangazo hilo kwa umma Ijumaa ya Aprili 17 mwaka huu kupitia gazeti la serikali, ambapo litaanza kutumika siku 14 tangu kutangazwa rasmi kwa mujibu wa gazeti hilo.